tumekuwa na mfululizo ya kujifunza masomo mbalimbali, na tuko hapa kwa ajili ya kulinyoosha kanisa la Mungu mahali kokote ambapo linakuwa linakengeuka au lina utata au kuna jambo fulani ambalo limeingizwa katika kanisa la Mungu ambalo linachanganya kanisa, linachanganya watakatifu. Hivi karibuni kumekuwa na mafundisho ambayo yameshamiri sana katikati ya mitandao ya kijamii, na wako watu mbalimbali ambao wamekuwa wanafundisha, ambao wanadhaniwa kuwa na influence au wana ushawishi katika jamii, na watu maarufu ambao wamesikika kwa miaka mingi wameonekana kwamba wanalizungumzia jambo hili ambalo tunaenda kulizungumza leo. Moja ya jambo ambalo limekuwa linashamiri sasa katika kanisa la Mungu, watu wanapigia kelele habari ya kuoa wake wengi. Na jambo hili nitalipigia kelele kwa nguvu zangu zote. Wanazungumza habari ya kuoa wake wengi, na wanasema kwamba wanajaribu kutoa argument, wanajaribu kutoa hoja mbalimbali katika vichwa vyao ambazo zinazunguka. Moja ya hoja wanasema Ibrahimu alikuwa na wake wengi. Wanasema Yakobo alikuwa na wake wengi. Musa alikuwa na wake wengi. Daudi alikuwa na wake wengi. Yakobo alikuwa na wake wengi. Sulemani alikuwa na wake wengi. Na hili jambo nimelijibu siku ya jana kwamba Musa hakuwa na wake wengi. Musa alikuwa na mke mmoja tu ambaye anaitwa Sipora. Hii ni kwa mujibu wa Kutoka sura ya 2 mstari wa 24, ambaye huyo Miriam na Haruni wanamsengenya Musa kwa sababu amemuoa mwanamke Mkushi ambaye ndio huyo anaitwa Sipora, na masengenyo hayo yalifanyika katika Hesabu sura ya 12 mstari wa 1. Lakini wakaeleza habari ya Ibrahimu. Ibrahimu hajawahi kuwa na wake wawili wala wake watatu. Ibrahimu alikuwa na mke mmoja tu anaitwa Sara. Hata huyo anayeonekana ambaye wanamsema kwamba ni wa pili hakuwa mke. Ilikuwa ni kijakazi ambapo Sara, kwa sababu kanuni ya kindoa huwezi kupewa na mkeo, yani mke hawezi kukupa mke. Mke kibiblia unapewa na wazazi wa binti. Kwa hiyo Ibrahimu alimbeba tu ile kijakazi, na ni kwa sababu ya ruhusa ya mke wake ili aweze kumzalia kwa mke. Lakini baada ya Sara kufa, Ibrahimu alioa mke mwingine anaitwa Ketura katika Mwanzo sura ya 21 mstari wa 1 na wa 2, na kuzaa watoto takriban 6. Kwa Ibrahimu hakuwa na wake wawili, alikuwa na mke mmoja aliitwa Sara. Mara baada ya Sara kufa, alioa mke mwingine ambaye anaitwa Ketura. Lakini tunamwona Yakobo. Yakobo alikuwa na wake wengi, ndio. Daudi alikuwa na wake wengi, ndio. Ibrahimu Suleiman alikuwa na wake wengi, ndio. Lakini wote hao waliokuwa na wake wengi haikuwa agizo la Mungu. Tumekuwa tukizungumza haya. Haikuwa agizo la Mungu. Kwa mujibu wa Mwanzo 2:24 kuendelea, mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mke wake mmoja, mke mmoja. Na Yesu Kristo anapoulizwa kuhusiana na swala hili katika Mathayo sura ya 19 mstari wa 3 mpaka mstari wa 10, Yesu anawarudisha Mafarisayo na waandishi, anawarudisha mwanzo, kwamba hamkusoma pale mwanzo yeye aliyewaumba mtu mmoja mume na mtu mmoja mke. Mmoja, sio wawili, sio watatu. Sasa kumeanza kutokea mijadala mbalimbali. Amewahi kutokea mtu mmoja ambaye anaitwa Benson, Isaiah Benson, I think Isaiah Benson, ambaye huyu ndugu anajaribu kufundisha upotoshaji wa kimataifa, na upotoshaji huu unadhihirisha kwamba huyu mtu ni wakala wa Ibilisi. Kwa nini nadiriki wazi kusema hivi bila mashaka yoyote? Kwa sababu iko hivi.
Kila mwalimu anayefundisha mahali kokote anakuwa na dhumuni linalomfanya afundishe. Nikifundisha nikisema wazinzi wanakwenda motoni, dhumuni langu ni nini? Dhumuni langu watu waache uzinzi ili waende mbinguni. Sasa swali la kukuuliza, ukisikia mtu anasema pombe sio dhambi, dhumuni lake ni nini? Kwamba watu wanywe. Ukimsikia mtu anasema kuoa wake wengi sio dhambi, maana yake nini? Anamaanisha watu waoe wake wengi. Na mara mwisho huyu ndugu amesema anataka eti andiko linalosema mtu anayeoa wake wengi anakwenda motoni. Nikasema huu ni ujinga wa mwisho kabisa. Biblia huwezi kuiamuru iseme unavyotaka, lakini Biblia inaweza kukuindicate. Kwa mfano nilisema katika Mwanzo sura ya kwanza, katika Warumi sura ya kwanza mstari wa 26 kuendelea, Mungu anakemea mambo ya ushoga na usagaji, lakini neno ushoga wala usagaji halijatajwa mahali hapo. Lina indicate waziwazi kwamba ukifanya vitu vinavyotajwa katika andiko hili, maana yake wewe unahesabika, kwa lugha ya leo utakuwa unafanya ushoga. Warumi sura ya kwanza mstari wa 26. Hivi Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo asili. Wanaume nao vivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa. Wanaume wakiyatenda isiyopasa, wakafanya nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyowakiao. Unaweza kuona maneno haya yote yanazungumzia usagaji, ulawiti, ushoga, yanazungumza hayo, lakini neno ushoga kama ushoga halijaandikwa, kwa sababu ushoga ni neno halina miaka hata 200. Sasa huyu mtu anataka andiko eti linalosema kama mtoto, unakuwa kama mtoto mdogo. Kwamba eti linalosema mtu anayeoa wake wengi, Mungu akisema mtu atamwacha baba yake na mama yake ataambatana na mke. Yesu anaulizwa, anasema ni halali, anaulizwa ni halali kumpa talaka mtu kwa kila sababu? Akasema hamkusoma mwanzo. Yesu anaturudisha mwanzo. Hamkusoma tangu mwanzo yeye aliumba mtu mmoja mke, mtu mmoja mume na mtu mmoja mke. Akasema hawa wawili wataungana na kuwa mwili mmoja. Hakusema huyo mmoja ataungana na wawili watatu wawe mwili mmoja. Na utaweza kuona Paulo mtume analifafanua jambo hili katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 25. Hili jambo la kushangaza sana, kanisa la Mungu sijui linaelekea wapi. Waefeso sura ya 5 mstari wa 25. Niende labda mstari wa 29 tu moja kwa moja. Maana kuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali ulisha na kuutunza kama Kristo naye alivyolitendea kanisa, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Paulo mtume kwa Roho Mtakatifu hapa anajaribu kufundisha, akitoa uoanisho wa jinsi ambavyo kama kanisa linavyokuwa viungo pamoja, lakini sio kanisa mengi, maana kuna kanisa moja. Vivyo hivyo na mwanaume na mwanamke, mke na mume wanapokutana, wanapoingia katika ndoa, wanafanyika kuwa mwili mmoja. Na mwili sasa, na mwanaume sasa anahesabika kwamba ni kichwa, na hapa tuanze mstari wa 25. Na mwanamke anahesabika kwamba ni mwili. Nanyi Biblia inasema, nanyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi litakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Hivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mke hujipenda mwenyewe. Kwa hiyo mume anasimama kama kichwa, kama jinsi ambavyo Kristo anasimama kichwa cha kanisa. Sasa huyu ndugu Benson anasema kwamba eti Adamu, wanapotaka kukoleza fundisho hilo la kishetani, wanasema eti Adamu, mke aliye huyu Hawa si mke wake wa kwanza, anasema ni mke wake wa pili. Na mke wake huyu wa kwanza anatajwa katika Mwanzo 1:26 mpaka mstari wa 27. Labda tusome alafu tuende kuufunua ushetani huu. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawala samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mstari wa 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba.
Kwanza nikufundishe Bwana Benson ambaye maandiko kidogo yameenda kushoto. Sura ya kwanza ya Mwanzo inaelezea mambo kwa jumla na hasa yanatajwa katika ulimwengu wa roho. Ni muhimu kwetu tufahamu, Adamu na Hawa wote waliumbwa siku moja katika ulimwengu wa roho. Lakini katika ulimwengu wa mwili, aliyeletwa wa kwanza katika mwili ni Adamu. Alipuliziwa katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai. Kwa hiyo wote waliumbwa siku moja katika roho. Katika mwili wa kwanza kuletwa ni Adamu. Ndio maana hata vitu vingine katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 4 utaona Mungu alitamka, lakini vilikuwa havijatokea. Vilitokeaje? Baada ya mvua kunyeshwa na kadhalika na kadhalika. Ndio neno la Yakobo linatimia katika Yakobo 2:17 kwamba imani pasipo matendo imekufa. Yakobo 2:26 kama jinsi ambavyo mwili pasipo roho umekufa, na vivyo imani pasipo matendo imekufa. Hata Mungu mwenyewe alifundisha sio tu imani, sio kutamka kwa imani, lakini alifanya matendo ili kufanya hicho cha imani kiweze kutokea. Kwa hiyo ukisoma Mwanzo sura ya 2 mstari wa 4 utaona matendo kadha wa kadha wa Mungu mwenyewe anayafanya ili kufanya kile alichokisema katika roho kiweze kuletwa katika mwili. Kwa hiyo Adamu na Hawa waliumbwa siku moja na jina lao waliitwa Adamu. Jina lao. Maana kwa nini wanaitwa Adamu? Kwa sababu mwanamke na mwanaume ni mwili mmoja. Kwa sababu mwanamke alitoka kwa mwanaume, ni mwili mmoja. Mwanzo sura ya 5 mstari wa kwanza na wa pili. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipoumba mtu kwa sura ya Mungu alimfanya, mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabariki akawaita jina lao Adamu siku ile walipoumbwa. Kwa hiyo Mungu aliumba mwanamke na aliumba na mwanaume kwa siku moja, kwa wakati mmoja. Aliumba mwanamke na mwanaume. Sasa sio tu Biblia haiwezi kupingana. Biblia haiwezi kujipinga. Utaona Paulo mtume anafafanua na kusema mtu wa kwanza, mwanamke wa kwanza kuumbwa duniani anaitwa Hawa. Katika Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 12. Mstari wa 13. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 13. Kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Huyu mwalimu Benson anajiita mwalimu, lakini definitely to me is not a teacher. Sio mwalimu completely. Ni anatakiwa akae chini. Sijui amekaa chini ya mwalimu nani mpaka anahubiri vitu vya ajabu ajabu kiasi hichi. Na anachokitafuta ni watu waoane wengi. Na anatoa hoja yake, anasema watu sasa hivi wamekuwa mashoga wengi, kwa wanaume wanazidi kuwa wachache. Hawa wanawake hawa wataolewa na nani? Hizo ni hoja za kibinadamu. Usiletee hoja za kipumbavu, usiletee hoja za kipuzi katika kanisa la Mungu. Sasa hapa mwanamke wa kwanza anaonekana na umbo alikuwa ni nani? Alikuwa ni Hawa. Lakini huyu jamaa anasema mke wa kwanza wa Adamu alikuwa anaitwa Lilith. Where did you get that? Umeyapata wapi? Anasema yako katika simulizi za Kiyahudi. Where did you get that? Hizo simulizi neno la Mungu. Ni simulizi zao, sio neno la Mungu. Sisi tunafuata neno la Mungu. Hatuongezi wala hatupunguzi. Tunalifuata neno. Biblia imesema katika Ufunuo Yohana sura ya 22 mstari wa 18 mpaka 19, usiongeze wala usipunguze. Tunalifuata neno lisilotiwa maji, lisiloghoshiwa. Petro kwanza 1:23 inasema neno la Mungu linadumu hata milele. Alikuja na hoja yake, anasema Biblia imetafsiriwa mara 1648 na hivyo yako mambo mengi yameongezwa na yamepunguzwa. Kwa hoja ya nani kwamba imeongezwa imepunguzwa? Umetoa wapi? Unayo hiyo original Bible? Unayo hiyo ambayo unasema hii hapa ilikuwepo sasa imeondolewa? Where did you get that? Ni maneno ya ujanja ya kuzusha. Biblia hakuna mwanadamu anaweza kuipotosha duniani. Wamepambana kwa miaka nenda miaka rudi kutaka kuipotosha, kuiharibu. Waliinuka Waislamu kutaka kuipotosha Biblia ionekane ya uongo. Bado Biblia imeendelea kushinda. Sasa wanainuka wale wanaojiita ni Wakristo, wanataka kupotosha. Na miongoni mwa maandiko wanasema imepotosha eti Warumi 13:1 yaliingizwa na King James. Tuonyeshe katika Origin Bible kama hayo maneno yapo au hayapo. Unadanganya ulimwengu. Siku ya mwisho hukumu ya Mungu itakuwa mbele yako. Itakuwa ni kilio na kusaga meno. Kwa msingi huu sasa, huyu anaposema eti mke wa kwanza wa Adamu eti alikuwa Lilith, hakuna ushahidi wa maana. Nakwambia siku na Biblia vitabu 88
Biblia yenye neno la Mungu ni vitabu 66. Vitabu vingine vyote ni vitabu vya historia tu. Kwa maana ya kitabu cha neno la Mungu ni Biblia, ina vitabu 66. Hivyo vilivyoongeza si 22, sijui 7, vyote ni historia tu katika harakati mbalimbali za Wayahudi kujikwamua na kutetea dini yao dhidi ya mashambulizi ya mataifa. Ni hivyo, hakuna jambo jingine lolote, hakuna kona nyingine yoyote. Kwa sababu hiyo, mwanamke wa kwanza duniani ni Hawa. Hata watu wengine wanasema mtu wa kwanza duniani sio Adamu. Huo ni uongo. Biblia inasema mtu wa kwanza Adamu atoka katika udongo. Kwa mtu yeyote, shetani anajaribu kupambana tusiamini Biblia hii. Tuamini kwamba tumedanganywa, eti tumepotoshwa. Ondoka katika upotoshaji huo. Na wewe Benson unajiingiza katika hukumu ya milele na kusema eti tumepotoshwa. Where did you get that kwamba tumepotoshwa? Umeyapata wapi? Umeyatoa wapi hayo? Biblia yenyewe inajitetea. Inaeleza kwamba haiwezi kupotoshwa. Inasema katika Petro kwanza 1:23, neno hili linadumu milele. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kupotosha. Wamezuka Waislamu miaka ya 85, alikuja mtu mmoja anaitwa Ahmed Didati. Ahmed Didati kama nakumbuka vizuri, aliyezaliwa mwaka 1957, alikuwa ni mkazi wa Afrika ya Kusini. Amesambaza challenges za kila namna kutaka kuionyesha Biblia ni uongo. Hajawashinda, badala yake Yesu alimpiga akaparalyze mwili wote, akabaki kichwa tu. Na ikafika hatua bado alivyoendelea kuwa mkaidi, alishikiliwa hata ulimi hata na asitubu. Amekufa, yuko jehanamu ya moto. Petro kwanza 1:23, neno la Mungu litadumu milele, haliwezi kupotoshwa. Wamekuja Waislamu wakasema limepotoshwa, si limechanganywa. Hawakuchunguza hata maandiko yenyewe. Kwa mujibu wa 10:64 Qur'an, Biblia neno la Mungu haliwezi kupotoshwa. Sura Al-An'am 6:115, neno la Mungu haliwezi kubadilishwa. 6:34, neno la Mungu haliwezi kubadilishwa. Unawezaje kusema 18:27, neno la Mungu haliwezi kubadilishwa? Unawezaje? Kila mahali ulipojaribu kupambana kutaka kuipotosha neno linajitetea lenyewe, haliwezi kupotoshwa. Yesu alisema katika Mathayo 24:35, mbingu na nchi zitapita, lakini neno langu halitapita kamwe. Wewe nani ambaye unasema eti limebadilishwa hapa, limechangiwa pale, limewekwa sijui nini, limeongezwa, limepunguzwa? Hakuna mtu ambaye anaweza kufanya hivyo. Wamepambana kwa miaka yote kutaka kuipotosha Biblia, hawajawahi kuweza na hawataweza. Leo anakuja Benson, sio amezaliwa juzi tu, ametokea hapo Arusha. Mwakasege naye amepotosha, ameingiza ushetani wa kusema eti Hawa alikuwa ni mke wa pili. Na shida iliyopo, watu wanachanganyikiwa, akiona mtu anakusanya umati basi anajua sana. Kukusanya umati na kujua ni mambo mawili tofauti. Unaweza kuwa umepewa neema ya kuweza kusikilizwa na watu, lakini unaongea upumba tupu. Anasema eti Adamu alikuwa Hawa ni mke wake wa pili. Where did you get that? Biblia inazungumza Hawa ndio mwanamke wa kwanza duniani. Kwa mujibu wa Petro, kwa mujibu wa Timotheo wa kwanza 2:13, Hawa ndio mwanamke wa kwanza. Leo unasema eti Lilith ndio mke wa kwanza. Acha kupotosha ulimwengu, acha kuingiza imani za kishetani katika kanisa la Mungu. Mke wa Adamu alikuwa ni mmoja, na agizo la Mungu ni mke mmoja, mume mmoja, full stop. Hakuna kushoto, hakuna kulia, hakuna kuongeza mke. Kiongeza mke, we ni mfano wa wapagani kama mpagani mwingine yoyote. Unasema Sulemani mbona alikuwa na wake wengi? Mungu alimkemea kwamba amekosea kwa kufanya hivyo. Nehemia sura ya 13. Watu wengi wanapenda kujificha kwenye vichaka vya kijinga tu. By the way, hakuna mtu ambaye ni kielelezo chetu sisi. Kielelezo chetu sisi ni Yesu. Hatuwezi kukopi tu eti Sulemani alioa wake wengi. Kwa hiyo nawe unataka wewe wake wengi. Alikosea na alionywa. Nehemia sura ya 13 mstari wa 20. Tuangalie. Sulemani alionywa, hakuonywa? 13:20 mpaka mstari wa 22. Ninasoma sasa. Nehemia. Basi
Twende tu moja kwa moja mstari wa 22. Kisha nikawaamuru Walawi wajitakase nao waje kuyalinda malango ili kuitakasa siku ya Sabato. Unikumbukie hayo e Mungu wangu. Uniachilie sawa sawa. Okay, kabla ya kwenda katika andiko hilo, tunataka tumwangalie jinsi ambavyo Sulemani alionywa kwa kuoa wake wengi. Labda moja kwa moja twende katika Wafalme. Kabla ya kwenda katika hilo, twende katika Wafalme wa kwanza sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Labda haraka. Mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wageni pamoja na binti yake Farao, wanawake wa Moabi na wa Waamoni na wa Edomi na wa Sidoni na wa Waiti na wa mataifa Bwana aliwaambia wana wa Israeli wasiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Sulemani akaambatana nao kwa kuwapenda, akawa na wake 700 binti za kifalme na masuria, yani mahawara, na masuria 300, nao wakezi wakamgeuza moyo. Maana ikawa Sulemani alipokuwa mzee, wake zake wakamgeuza moyo wake afuate miungu mingine, wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi baba yake. Kwa kuwa Sulemani alimfuata Ashtorethi, mungu mke wa Sidoni, na Milkomu, chukizo la Waamoni. Sulemani akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, wala kumfuata Bwana kwa utimilifu kama Daudi baba yake. Sulemani akamjengea Kemoshi, chukizo la wa Moabi, mahali pa juu katika mlima uliokabili Yerusalemu, na Moleki, chukizo la wana wa Amoni, na kadhalika. Ndivyo alivyowafanyia wake zake wa nchi za kigeni, waliowafukuzia ufumba, wakawatolea miungu yao dhabihu. Basi Bwana akamghadhibikia Sulemani kwa sababu ya moyo wake umegeuka, naye amemwacha Bwana Mungu wa Israeli aliyemtokea mara 2. Naweza kuona Sulemani alionywa, Mungu alimuonya kuhusiana na jambo hilo, lakini yeye hakusikia. Kama alionywa, sasa kwa nini na wewe unaendelea? Unataka kujifunza kwake? Unataka kujifunza kwake kitu gani? Unataka kujifunza kwake upuuzi gani? Unataka kujifunza kwake nini? Kuna cha kujifunza kwake. Sisi kielelezo chetu sisi ni nani? Yesu Kristo peke yake. Utaona Nehemia anaeleza katika Nehemia sura ya 13 mstari wa 26. Je, Sulemani mwana wa Daudi hakufanya dhambi kwa kutenda hayo? Lakini katika mataifa mengi hapakuwa na labda tuanze mstari wa 25. Nikagombana nao, nikawalaani, nikawapiga baadhi yao na kuang'oa nywele zao, nikawaapisha kwa Mungu, nikasema msiwaoze wana wao binti zenu, wala msiwatwae binti zao ili waolewe na wana wenu, wala na ninyi wenyewe. Je, Sulemani mwana wa Daudi hakufanya dhambi kwa kutenda hayo? Lakini katika mataifa mengi hapakuwa na mfalme mwingine mfano wake, tena alipendwa na Mungu wake, naye Mungu akamfanya mfalme juu ya Israeli, walakini wanawake wageni walimkosesha hata yeye. Biblia hapa inaeleza, je, hakufanya dhambi kwa kufanya kitu gani ambacho alifanya? Alioa wake wengi, alihesabika amefanya dhambi. Lakini utasema, je, Yakobo alikosea? Je, Sulemani alikosea? Je, Daudi alikosea? Wote walikosea, kwa sababu agizo lilikuwa mke mmoja mume mmoja. Lakini ilikuwaje? Mungu alichukuliana nao kama mzazi anapoweza kuchukuliana na watoto wake. Matendo ya Mitume sura ya 17 Matendo ya Mitume 17 mstari wa 30. Basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama azioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Wakati ule Mungu alijifanya kama aoni. Kwa sababu hiyo, Adamu alikuwa na mke mmoja tu, hakuwa na wawili, hakuwa na watatu. Na kuoa mke zaidi ya moja unakwenda motoni moja kwa moja. Usikengeuke, usiharibiwe. Mungu wa mbinguni akubariki sana.